Kwanza kabisa awali yoyote napenda kumshukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa mambo yote ambayo tumekwisha kuyapitia, mambo yote ambayo tumekwisha kuyaona, filamu zote za Kitanzania ambazo tumekwisha kuziona, kila kitu ambacho tumekwisha kukiona katika ulimwengu huu wa dunia, vitu vingi ambavyo tumekwisha kuvipitia. Kwanza kabisa ningependa nizungumze kitu kimoja, ya kwamba tunajua kuwa Tanzania tumepita katika filamu nyingi za Kitanzania, na filamu ambazo zimebahatika kufanya vizuri sana katika anga na ukurasa huu wa dunia, na hakuna jambo ambalo lilishindwa kufanya vizuri katika anga hii ya Tanzania na nje na mipaka ya Tanzania. Nikiwa nina maana ya kwamba anga yote kuu ya Tanzania, katika mipaka na nje ya mipaka ya Tanzania, kila filamu ilifanya vizuri, ambapo hakuna kitu ambacho kilishindwa kufanya vizuri katika anga hii ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Awali ya yote, leo ninayo story kavu kabisa. Hayo nimejaribu kuifuatilia kwa kina, kwa kila jambo na kwa kila vitu ambavyo tunavyoviona kuwa viko sawa na ambavyo haviko sawa katika filamu hizi za Kitanzania ambazo zimekuwa zikitengenezwa na baadhi ya mastaa mbalimbali ambao wamekuwa wakitengeneza filamu, mfano akiwemo Duma, akiwemo RK, akiwemo au jamaa ambaye namuona pembeni hapa, ambaye ndo anaitwa Benson. Ni kwamba filamu nyingi za Kitanzania zimekuwa na changamoto kubwa kabisa, ambayo changamoto hii kila mtu ambaye anaisikiliza akiangalia anahisi kuwa filamu za Kitanzania zinafanya watu wazidi kujisikia vizuri, na kufanya changamoto ambazo zimekuwa zinaleta mambo kadhaa ambayo nahisi kwa labda yanaweza kawa hayawezekani, lakini pia yanaweza kuwa yanawezekana. Awali nipenda kusema kitu kimoja, kwamba katika filamu hizi za Kitanzania ambazo watu wamekuwa wakizisikiliza, wakizitazama, imekuwa ni filamu kubwa kabisa ambayo sasa inaleta changamoto na mvuto katika misingi ya nchi yetu ya Tanzania, kitu ambacho imekuwa sio rahisi sana kuleta changamoto halisi za watu ambao wanaokuwa kutazama hii filamu. Wengi sana wamekuwa wakitazama, wakitoa comment zao juu ya filamu hii ya Uba. Kwa nini alitoa filamu hii ya Siri ya Uba? Leo nitakwambia ndugu mpenzi msikilizaji, kwa nini alifikia hatua akaita Siri ya Uba. Kwanza lazima uelewe kwamba katika watu ambao walioteseka na mahusiano, kwanza RK ameseka sana katika mahusiano, ameseka mno, mtu ambaye alipenda pia katika mahusiano magumu hivi. Wakati ya kurudisha nyuma kidogo, wakati wa superstar kwenye wakati mgumu sana, ambao kila mtu alikuwa anashawahi RK apitie wakati mgumu kama huu, lakini kila mmoja hakuweza kujua kama RK anapitia kwenye wakati mgumu, na kitu ambacho kilichopelekea RK kupatika wakati mgumu wa kimahusiano ni kwamba kila mtu alimtema RK kama superstar, lakini amesahau kama RK nyuma amepitia kwenye wakati mgumu ambao hakuna mtazamaji au shabiki yote ambaye aliweza kutoa comment yake juu ya maisha ambayo RK alikuwa akipitia pale. Lakini pia nikizungumza kitu kimoja, RK amepitia wakati ambao wa ajabu sana, ambao alitamani kujua kuwahi yapitie gumu kama haya. Leo kwanza nakuletea story RK nimewambia moja mwakeli, na RK hakuzaliwa ni mtu ambaye amezaliwa Mbeya, ni msanii kabla hajawa maarufu, pita kwenye ugumu kubwa sana, kitu ambacho sio cha kawaida. Msanii apita kwenye ugumu maisha sana. Kati ambao RK wanapitia kwenye
maisha magumu, na kuna baadhi ya wale pamoja ya Boss Mchawi alikuwa pamoja, ambacho hakuna msanii ambaye alikuwa na RK anatia magumu sana. RK alipotambua bodi yake ya Fira kupitia ile season ya namba Boss Mchawi, ile ndo kwanza alianza kumtambulisha RK ni msanii kizaji. Lakini hapa wali tayari lisha season nyuma, atoa movies za kawaida hapa nyuma, na zilikuwa zionekane na zilikuwa zifanye vizuri kabisa. Lakini mpaka sasa hivi ukiingia kwenye YouTube ya RK nyuma, kuna season ambazo walizozifanya nyuma ambazo hazikuweza kumtambulisha RK ni nani. Mpaka hivi ambavyo tunavyozungumza mimi wewe, ya kuwa hakuna msanii ambaye anafanya vizuri kwenye platform zote za nchi ya Tanzania kama RK. Tunapozungumzia wasanii wakubwa dunia, wasanii wakubwa Tanzania wa filamu, lazima umweke RK, kwa sababu kama hukumweka RK ina maana unakuwa bado hujataja wasanii wakubwa Tanzania. Na ndio maana ukijaribu kukagua filamu zote za RK, ni msanii ambaye ametuliza kichwa sana mpaka kufikia hatua kuleta story kubwa kama hii. Kabla mwanzoni nilitanguliza nikasema kwamba kabla RK hajawa jua, kwanza alianza kwa mtu wa kawaida, afikia akawa superstar. Hakuruka moja kwenda kwenye ustapana, alianza kwanza kwa kawaida ndio akawa star. Kwa hiyo kitu ambacho nachokizungumza kwa mimi nazungumza kwa RK kwamba kwanza mimi ningeomba tumsupport, tumtiri game ambayo iliyopotea airudishe, kwa sababu RK ndiye anakurudisha uwezo wa Kanumba ule ambao uliokuwepo. Kanumba ndio anayepambana ili aweze kurudisha. Kitu ndugu mpenzi mtazamaji ukielewi ni kwamba RK ni mtu ambaye anayepambana sana kujua mbinu za uigizaji za kwenda Bollywood. Na nisikudanganye kitu ndugu mpenzi mtazamaji, RK ndio msanii wa kwanza kujua ya kuwa filamu hizi zinatengenezwa wapi na ni nini cha kuongeza ili ufanikiwe kuijua kweli ya mastaa. Na ndio maana unashangaa wasanii wanapambana, wanakaza, wanafanya hivi ili kupata ile uwezo mkubwa wa kufanya kazi baadaye. Na ndio maana unashangaa kupitia vitu vingine ambavyo watu wanaangalia, wanatengeneza, wanaiga sana kutoka kwake yule jamaa. Na ndio maana sasa hivi hamna mtu ambaye anaitengeneza kazi nzuri, kazi ambayo inachukua chai, kazi ambayo ya kupendeza, kazi ambayo inaofanywa na kila mtu. Lakini pia wakati mtu anawaza namna ya kufanya wakati mtu anawaza namna ya kufanya, kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kuvifanya ikaonekana ni vizuri, ikaonekana ni vibaya, lakini hakuna kitu ambacho duniani kinaweza kikafanywa kikaonekana ni kibaya. Kwa hiyo tuzidi kumwangalia sana RK.